السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Arifa mtukufu Yadallah Taala bin Nasr Aziz anasema, leo mimi nitaeleza kuhusu Hazrat Abu Huzaifa radhiyallahu ta'ala anhu. Lakabu yake ilikuwa Abu Huzaifa. Jina lake lilikuwa Hushaim au Hashim bin Hasam. Mama yake alikuwa anaitwa Umme Safwan na jina lake lilikuwa Fatima binti Safwan. Abu Huzaifa alikuwa mtu mrefu na mwenye sura nzuri, na kabla ya kuingia katika Dar Arqam yeye aliwahi kusilimu. Yani kabla Mtume sallam alienda katika Dar Arqam aliwahi kusilimu. Alikuwa miongoni mwa wale waliotangulia kusilimu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza kuhusu habari yake kwamba Abu Huzaifa alikuwa katika Banu Umayya. Baba yake alikuwa anaitwa Utba bin Rabia na alikuwa kiongozi wa Quraysh. Abu Huzaifa aliuawa katika mapigano ya Yamama wakati wa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa anapigana na Abu Musalma Kazab. Hazrat Abu Huzaifa aliwahi kuhama mara mbili. Mke wake alikuwa Sahla pia alihama pamoja naye. Kuhusu kuhama kwa Habsha nimeshawahi kueleza, lakini sasa hapa nitaeleza kwa muhtasari kwamba masahaba walihama kivipi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza maelezo yake, na mimi nitaeleza muhtasari wa maelezo aliyoeleza katika kitabu chake. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema kwamba wakati Waislamu waliposumbuliwa sana na Quraysh waliendelea kuzidi katika dhuluma yao, katika hali hii Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Waislamu kwamba wao wahamie Habsha, na alisema kwamba mfalme wa Habsha ni mwadilifu katika uongozi wake, watu hawadhulumiwi, kwa hiyo nyinyi muhamie katika nchi ya Habsha. Katika zama ile Habsha ilikuwa nchi ambapo serikali ilikuwa na nguvu sana, na mfalme alikuwa anaitwa Najashi,
na watu wa Arabu walikuwa wakifanya biashara katika nchi ile, na mfalme wa wakati ule alikuwa anaitwa Asmaha, na alikuwa mfalme mwenye nguvu na vile vile mwadilifu sana. Kwa yoyote wakati Waislamu walipoteswa sana, waliposumbuliwa sana, wakati ule Mtume sallam aliwaambia kwamba wale ambao wanaweza kuhama basi wahame upande wa Habsha. Basi chini ya maagizo sawa na maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, katika Hijria 5 wanaume 11 na wanawake 4 walihamia Habsha, na walihama ni hawa: Hazrat Usman bin Affan na mke wake Ruqayya binti Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn al-Awam, Abu Huzaifa bin Utba, Usman bin Maz'un, Musa bin Umair, Abu Salama na mke wake Umme Salama pia alikuwepo. Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika kwamba hii ni jambo la ajabu kwamba miongoni mwa wale waliohama mwanzoni, wengi wao walikuwa katika kabila la Quraysh. Kutoka katika tukio hili mambo mawili yanadhihirika, kwamba wale watu ambao walikuwa wakihusika na makabila yenye nguvu, wao pia baada ya kusilimu hawakusalimika katika dhuluma ya Makuresh. Na vile vile jambo la pili ni kwamba wakati ule Waislamu walikuwa dhaifu kiasi hiki kwamba walikuwa hawana uwezo wa kuhama katika Maka. Wakati hawa wahamiaji walipoelekea upande wa kusini na walifika bandarini, wakati ule kwa bahati wakapata meli ambayo ilikuwa tayari kuondoka na kwenda Habsha. Kwa hiyo hawa maswahaba wote wakapanda, na baada wakapanda juu ya meli na wakafika Habsha, na kule wakapata usalama kidogo na wakapata amani. Zura nasema kama wenye hostire wengine wameelezwa kwamba hawa walipokwenda kule walikuwa hawakukaa kwa muda mrefu, wakapata habari hii kwamba Makureshi wamesilimu, na kwa hiyo amani inapatikana katika Maka. Matokeo yake yalitokea hivi kwamba hawa waliohamia wahamiaji hawa wote bila kuwa na mpango wakarudi Maka. Kuhusu habari hii uongo, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza namna gani habari hii ilienea kwamba Makureshi wamesilimu ilhali walikuwa hawakusilimu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika kwamba wao walipata habari hii, na habari hii ilikuwa uongo, na habari hii ilienezwa ili Waislamu waliohamia Habsha warudi tena Maka ili wale watu wa Maka waweze kuwasumbua. Ikiwa tunakubali kwamba habari hii ilikuwa sahihi, labda sababu yake ilikuwa tukio lile ambalo limeelezwa katika Bukhari kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karibu na Khanakaba alisoma sura An-Najm. Wakati ule alipokuwa anasoma sura hii, viongozi kadhaa wa Makuresh pia walikuwepo pale na Waislamu wengine pia walikuwepo pale. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sura hii An-Najm akasujudu, yani baada ya kumaliza sura An-Najm akasujudu pamoja naye. Waislamu wote pia wakasujudu na makafiri pia wakasujudu, na makafiri walisujudu. Sababu yake haikuelezwa katika hadithi, lakini inaonekana kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposoma Qur'ani tukufu katika sauti nzuri sana, na aya alizozisoma ndani ya aya hizi ilielezwa umoja wa Mwenyezi Mungu na vile vile kuhusu jalali ya Mwenyezi Mungu.
vile vile ihsani za Mwenyezi Mungu zilielezwa ndani yake. Kisha mtume sallallahu alisoma aya hizi kwa sauti nzuri. vile vile katika aya hizi makureshi walionywa kwamba ikiwa wao wanaendelea na dhuluma yao, basi hali yao itakuwa sawa na mataifa yaliyotangulia ambayo walisumbua manabii wa Mwenyezi Mungu. Kisha katika mwisho wa aya hii ilitolewa amri kwamba njooni sisi tusujudu mbele ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kusoma aya hii, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na waislamu wote wakasujudu pamoja. Kwa kuona nadhara hii na kwa sababu ya athari ya aya za Qur'an tukufu, makafiri pia waliathirika kiasi hiki kwamba wao pia wakasujudu pamoja na waislamu wengine. Hazrat Bashir Masaba anasema kwamba jambo hili si jambo la kushangaa, kwa sababu baadhi wakati sawa na mazingira ya aina hii, baadhi wakati moyo wa mtu unalainika na yeye anafanya kitendo cha aina hiki ambacho kinakuwa kinyume na dini yake na imani yake. Tumeshuhudia kwamba wakati maafa yanapotokea, yule ambaye hamwamini Mungu yeye pia anaanza kusema Mungu Mungu. Wale makafiri walikuwa wakimwamini Mungu, ingawa walikuwa washirikina, lakini walikuwa wakimwamini Mungu. Hazur anasema siku hizi pia tunaona kwamba tunapowauliza watu kwamba ikiwa unapata maafa, je, mnataja jina la Mungu? Wanasema ndio, sisi tunataja jina la Mungu, ingawa hawaamini Mungu. Hivyo ndivyo ilitokea wakati ule mtume sallallahu aliposoma sura kwa sauti nzuri. Waislamu waliathirika na makafiri walikuwepo pale, wapi wakaathirika na wakasujudu pamoja na Waislamu. Kwa hiyo wale Waislamu wote walikuwepo pale wakasujudu pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Athari yake ilipatikana kiasi hiki kwamba Makuresh pia wakasujudu pamoja nao, lakini athari hii inakuwa ya muda, na mara baada ya muda fupi mtu anarudi katika hali yake ya zamani, na hivyo ndivyo iliyotokea. Kwa hiyo tukio hili lilitokea ambalo limeelezwa katika Bukhari. Waislamu hawa ambao waliorudi kutoka Habsha, inaonekana kwamba baada ya tukio hili wale makafiri ambao walitaka kuwaleta hawa Waislamu tena katika Maka, kwa kutegemea tukio hili, labda wao walieneza habari hili kwamba Makureshi wamesilimu na sasa amani inapatikana katika Maka, na walieneza habari hii ili waweze kuwaleta wale Waislamu waliohamia Habsha. Kwa hiyo habari hii ilipofika Habsha, wale Waislamu waliohamia pale wakafurahi sana kwa kupata taarifa hii, na kwa furaha sana baada ya kupata habari hii wakarudi tena Maka. Lakini walipofika karibu na Maka, wao wakajua uhakika wa habari hii ni nini. Kwa hiyo wengine walipoingia Maka waliingia kwa kujificha, na wengine walikuja wakati walipopata msaada kwa mtu mkubwa katika Maka, na wengine walirudi. Hazur anasema ikiwa wale maswahaba waliohamia Habsha, ikiwa wao walirudi, wengi wao ni wale ambao walirudi tena katika Habsha, kwa sababu makafiri waliendelea kuzidi katika dhuluma yao, waliendelea kuwatesa Waislamu zaidi na kuwasumbua zaidi. Kwa hiyo chini ya maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waislamu wengine waliobaki katika Maka wao pia wakaanza kujiandaa kwa ajili ya kuhama kutoka Maka, na kwa polepole walianza kuhama, na hali iliyopatikana kwamba wahamiaji waliohamia katika Habsha idadi yao ilifika 118, na Waislamu waliobaki kule Maka pamoja na Mtume sasa walikuwa wachache sana. Kwa hiyo
baadaye waislamu waliohama kutoka maka walihamia habsha. wana historia wanasema kwamba hii ilikuwa kuhama kwa waislamu mara ya pili katika habsha. wakati mtume saa salam alipopewa ruhusa ya kwenda madina, wakati ule abu huzaifa na hadrat salim walikuwa wameshahamia madina kabla ya kuhama kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. yani mwanzoni abu huzaifa alienda habsha, baadaye alihamia madina na alikaa kwa ibad bin bashir. mtume saa salam alifanya ndugu kati ya abu huzaifa na abu ibad. abu huzaifa alishiriki katika sheria ya abu jahash. maelezo ya mapigano haya yameelezwa katika kitabu kiitwacho sir khatamun nabiyin. nataka kueleza maelezo ya mapigano haya. Qurs bin Jabir alikuwa kiongozi wa Maka. yeye aliwashambulia waislamu karibu na Madina, kwa hiyo akachukua ngamia za waislamu. mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa hii akamteua Zaid bin Harsa pamoja na masahaba wengine, na pamoja na hawa masahaba Zaid alitoka na aliwafuata wale makafiri waliochukua ngamia za waislamu. na wengine wanasema mapigano haya yalikuwa mapigano ula ya Badr. Qurs bin Jabir aliposhambulia waislamu walikuwa wakiishi nje ya Madina, hawakuwashambulia kwa ajili ya kunyang'anya mali yao tu, bali yeye kutoka kwa Makuresh alienda na nia fulani na mpango fulani ili aweze kuwashambulia waislamu. na nia yake huenda ilikuwa hii kwamba amdhuru mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye alipokuta waislamu wako macho hakuweza kumshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa hiyo akachukua ngamia ya waislamu na akarudi. kwa sababu ya kushambulia kwa Qurs bin Jabir, waislamu walipata haufu sana, waliogopa sana, na Makureshi walikuwa wanawatishia waislamu tayari kwamba watashambulia Madina, na kwa kushambulia Madina wataangamia waislamu wote. kwa hiyo kwa sababu ya hii waislamu walipata wasiwasi kwamba huenda wao watashambulia, na kwa kuona hali hii ya hatari mtume sallallahu alaihi wasallam alipanga kwamba tunatakiwa tuchunguze harakati za makafiri, mpango wao ukoje au wanataka kufanya nini. kwa ajili ya kuangalia hali hii ifanywe hila ili tuendelee kupata taarifa ya makafiri kwamba wana mpango gani, wanataka kufanya nini, ili tupate taarifa mapema. na ikiwa wale Makureshi wanashambulia Madina, sisi tuweze kulinda Madina. hii ilikuwa nia na mpango wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kwa ajili ya kazi hii mtume sallallahu alaihi wasallam alitayarisha maswahaba 8 na aliweka katika timu hii watu ambao walikuwa kutoka katika makabila ya Makuresh, ili hawa waweze kuleta habari za Makuresh na kwa urahisi waweze kupata taarifa ya Makuresh. mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua Abdullah bin Jahash kuwa amiri wa maswahaba hawa 8 ambao walitumwa kule Maka,
na abu huzafa pia alikuwepo katika kundi hili. Na mtume sallam aliwatuma hawa maswahaba, na wakati mtume sallam alipowatuma, yeye hakumwambia hata kiongozi wa kundi hili Abdullah bin Jahash kwamba wanaenda wapi, bali mtume sallam alimpatia barua tu, na alisema kwamba katika barua hii mimi nimeshaandika maagizo, na akasema kwamba mtakapotoka katika Madina na tembea siku 2, basi wakati ule ufungue barua hii ambayo nakupatia na usome maagizo yangu nimeandika nini katika barua hii. Kwa hiyo Abdullah bin Jahash pamoja na wenzake chini ya amri ya mtume sallallahu wakatoka katika Madina, na baada ya safari ya 2 Abdullah bin Jahash akafungua barua aliyopewa kutoka kwa mtume. Katika barua ile iliandikwa kwamba wewe uende katika bonde la Nakhla na upate habari ya Makuresh, kisha utuletee habari ya Makuresh. Na kazi hii ilikuwa ngumu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika maagizo chini ya barua kwamba katika kazi hii kwa ajili ya kufanya kazi hii ngumu, ikiwa mwenzako yeyote yeye anaona kwamba kazi ni ngumu au yeye hawezi kufanya kazi hii, na yeye ikiwa anataka kurudi, basi umruhusu yeye arudi. Abdullah akamwambia, akawaelezea wenzake maagizo haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusikia maagizo haya, wote wakajitolea kwamba sisi tupo tayari kufanya kazi hii. Kwa hiyo hao masahaba wote wakaenda upande wa Nakhla. Njiani ngamia ya Saad bin Waqas na Utba ngamia yao ilipotea, na wakaanza kuwatafuta ngamia yao. Kwa hiyo wao wakapotea. Kwa hiyo wale waliobaki katika masahaba walikuwa 6, kwa sababu hawa 2 walipotea. Kwa hiyo hawa masahaba 6 wakaelekea upande wa Maka. Kwa hiyo hawa masahaba wachache wakaenda Nakhla na wakaanza kufanya shughuli zao, yani wakaanza kufanya uchunguzi kwamba makafiri wana mpango gani. Je, wanataka kushambulia Madina au wanafanya mpango gani? Na wengine walinyoa nywele zao kabisa ili watu wasiweze kuwatambua, na au watu wanapita pale wawe na imani hii kwamba hawa wamekuja kwa ajili ya kufanya umra kama watu wengine wanaenda kufanya umra. Lakini hawa walikuwa wamefika kule na walikaa siku chache tu. Mara kundi la makafiri likaja pale ambalo lilikuwa linaenda kutoka Taif kwenda Maka, na wao wakajua kwamba hawa maswahaba wachache kule ni Waislamu. Kwa hiyo wakapanga watapigana nao, wakajiandaa kwa ajili ya kupigana nao hawa maswahaba wachache. Kwa hiyo Waislamu wakashauriana, wale maswahaba wakashauriana kwamba wanatakiwa wafanye nini, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alitutuma tulete habari ya makafiri, lakini sasa hapa makafiri wanataka kupigana nasi na wako hapa mbele yetu. Na hivyo ndivyo ilikuwa hatari hii pia, kwamba hawa makafiri wameshawaona Waislamu, basi siri hii haitabaki siri, itajulikana kwamba hawa Waislamu walikuja kwa ajili ya kujua habari ya makafiri. Hivyo ndivyo ilikuwa mushkili nyingine pia, kwamba labda siku ile ni siku ya ihram ya Muharram, na katika siku ile sawa na desturi ya kule walitakiwi wasipigane, na wengine walisema tayari tumeingia katika Shaaban. Na katika riwaya nyingine inapatikana kwamba hawa walitumwa katika Jumadil Akhir, na wale maswahaba wengine walikuwa na maoni haya kwamba ni siku ya Jumadil Akhir. Na vile vile Nakhla ilikuwa karibu na eneo la Haram, yani katika eneo ambapo kupigana ilikuwa imeharamishwa.
kwa kufikiria mambo haya yote wale waislamu sita wakashauriana na wakaamua kwamba sisi tuwashambulie hawa watu na tuwaue au tuwakamate. Kwa hiyo kwa jina la Mwenyezi Mungu wakawashambulia wale makafiri. Mtu mmoja Al-Hazmi katika makafiri akauawa na wawili wakafungwa, lakini mtu wa nne akakimbia, yeye hakukamatwa wala hakuuawa. Waislamu hawakuweza kumua au kumkamata. Kwa hiyo mpango wa Waislamu haukufaulu vizuri, kwa sababu mtu mmoja wa Quraysh alikimbia na alikimbilia Maka, na Waislamu walikuwa na hatari kwamba habari yao itafika Maka. Kwa hiyo hawa maswahaba wakarudi mara moja Madina. Hazur anasema mustashrikin pia wanaleta shutuma dhidi ya tukio hili kwamba hawa Waislamu walitumwa kwa ajili ya kuwaua makafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa hii kwamba maswahaba walishambulia makafiri aliwakasirikia. Katika riwaya inapatikana kwamba hawa maswahaba waliporudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na walipomwambia kuhusu habari ya tukio hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakasirikia sana na alisema kwamba mimi sikuwatuma kwamba muanze kupigana katika mwezi wa haram, yani katika mwezi ambamo hamruhusiwi kupigana na makafiri. Na Mtume sasema alikataa kuchukua mali yao walioleta baada ya kuwaua wale makafiri. Kwa sababu ya hii Abdullah na wenzake walijuta sana, na wao wakaona Mtume amewakashirikia na Mungu pia amewakashirikia. Kwa sababu ya hii wakaogopa sana, na wale maswahaba waliokuwepo katika Madina pia waliwakashirikia sana, na walisema nyinyi mmefanya kazi ambayo hamkupewa amri, na mmepigana katika mwezi ambamo hamruhusiwi kupigana. Katika mwezi huu hampaswi kupigana na makafiri. Na upande mwingine makafiri walipiga kelele kwamba Waislamu wamevunja sheria na wamepigana katika mwezi. Na vile vile mtu aliyeuawa alikuwa kiongozi wa Maka, na Utba bin Rabia alikuwa kiongozi wa Maka. Kwa sababu ya tukio hili makafiri wakapata hasira sana, na kwa hiyo wakaanza kujiandaa zaidi kuliko zamani kwa ajili ya kushambulia Madina. Kwa sababu ya tukio hili Waislamu na makafiri wakaanza kuzungumza kwamba Waislamu wameshambulia na wamepigana na makafiri katika mwezi ambamo walikuwa hawaruhusiwi kupigana. Hazrat Bashir Masab anasema kwamba kisha aya hii ilishuka kwamba yasalunaka anisharil harame qitalin fihe kul qitalun fihe kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harame wa ikhraju ahlihi huwa akbaru indallahi wal fitnatu akbaru min al qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yani watu wanakuuliza kwamba kupigana katika sharia haram ikoje, uwaambie kwamba kupigana katika mwezi haram si hairuhusiwi. Kuvunja heshima ya Masjid Haram ni kitu kikubwa sana, na vile vile kuondoa watu katika Masjid Haram ni dhambi kubwa zaidi, na nyinyi makafiri mnaendelea kuwafukuza Waislamu katika Masjid Haram. Kitu hiki ni kikubwa zaidi kuliko kupigana katika mwezi wa haram, na fitina ni kubwa zaidi kuliko vita. Makafiri hali yao ni aina hii kwamba makafiri wamezidi katika
upinzani wao kiasi hiki kwamba wakipata nafasi yote watawashambulia waislamu. Hazur anasema kwamba historia ni shahidi kwamba wale makafiri waliendelea kuwasumbua waislamu katika miezi ambayo walikuwa hawaruhusiwi kuwasumbua na kuwapigana na waislamu. Hata wao walikuwa wakifanya mambo ya ufisadi zaidi katika miezi hii minne ya haram. Na walikuwa wakibadilisha miezi hii kwa ajili ya kutimiza malengo yao ya kupigana na makafiri na kuwasumbua. Na waliendelea kuwatendea waislamu hivi mpaka ushindi wa Maka ulipatikana. Wakati sulh Hudaybiyah ilipotokea, ahadi iliandikwa, lakini makafiri katika sehemu ambapo walikuwa hawaruhusiwi kupigana na watu walipigana na waislamu na walishika upanga dhidi ya waislamu. Basi Mwenyezi Mungu aliwajibu wale watu katika Qur'ani tukufu. Kwa hiyo waislamu walipata utulivu na Makuresh pia walitulia kidogo. Na waislamu walikamata makafiri wawili na waliwaleta Madina. Saad bin Waqas na Utba pia walikuwa bado hawajarudi Madina, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na wasiwasi kwamba ikiwa wao wanakamatwa na Makuresh lazima watawaua. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba hawa wafungwa wawili hawataachwa huru mpaka Saad bin Waqas na Utba warudi. Huenda hawa wawili wakiachwa na hawa Saad bin Waqas na Utba wakikamatwa na Makuresh watauawa. Kwa hiyo Mtume sasa akasema kwamba watu wangu wakifika Madina, basi mimi nitawaacha watu wenu. Wakati Saad bin Waqas na Utba walipofika Madina, Mtume sallam aliwaacha huru wale makafiri wawili waliokamatwa na Waislamu. Lakini wale watu waliathirika sana kwa sababu ya hulka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ingawa waliachwa huru walikataa kurudi Maka na wakasilimu na wakasema hawatarudi Maka. Hatimaye mmoja wao Hakam aliyesilimu miongoni mwa hawa wawili aliuawa katika tukio la Be'r Mauna. Hazur anasema ikiwa Waislamu hawa walilazimishwa kusilimu wasingefanya hivi kama huyu walifanya. Kuhusu Hazrat Abu Huzaifa inapatikana katika riwaya kwamba katika mapigano ya Badri alipokuwa anapigana na makafiri na alipotaka kumshambulia baba yake Utba, Mtume sallam akasema kwamba umwache baba yako, usimuue, mtu mwingine atamuua. Hazrat Huzaifa alionyesha subira ya hali ya juu kwa sababu jamaa zake kadhaa waliuawa katika vita ya Badri. Kuhusu tukio hili kuna riwaya moja ambamo imeelezwa kwamba Ibn Abbas anasimulia Mtume Muhammad anasema kwamba siku ya Badri Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yeyote atakayepigana na Abbas asimuue kwa sababu yeye anapigana kwa sababu amelazimishwa. Huenda mkamate lakini msimuue. Abu Huzaifa alipopata taarifa hii akamwambia mwenzake kwamba je, sisi tuwaue jamaa zetu na babu zetu na tumwache Abbas? Mimi lazima nitamuua, nikimkamata huyu basi nitamuua, sitamwacha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata taarifa hii kwamba Abu Huzaifa amesema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam
akasema akamwambia Omar kwamba je, mjomba wangu, je, baba mdogo wangu atauawa katika vita? Mtume Hazrat Omar radhiallahu ta'ala anhu akasema kwamba yule aliyesema maneno haya lazima yeye ni mnafiki, ni ruhusu nimuue. Mtume sasa akasema kwamba hapana, usimuue. Abu Huzaifa alikuwa akisema mimi kwa sababu ya shari ile ya kauli yangu niliyosema siku ile, mimi siwezi kuishi kwa amani. Yani mimi nimetamka kauli, kwa sababu ya kauli hii mimi siwezi kuishi kwa amani hapa, na nitakuwa na hofu mpaka mimi niuawe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo nitajiona kwamba mimi nimesalimika katika shari ya kauli hii niliyosema. Kwa hiyo yeye alipata nafasi ya kuoa katika mapigano ya Yamama, na baada ya kunena maneno haya Hazrat Hudhaifa aliendelea kuogopa maisha mzima. Hatimaye aliuawa katika Yamama. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamuru maswahaba watupe maiti ya makafiri katika shimo moja. Kwa wote walitupwa ndani ya shimo moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema karibu na shimo lile, je, nyinyi mshashuhudia ahadi ya Mwenyezi Mungu imetimia aliyofanya? Mimi bila shaka nimeshuhudia kwamba ahadi ya Mungu wangu imeshatimia. Je, ahadi ya Mungu wenu imeshatimia? Mimi nashuhudia kwamba ahadi ya Mungu wangu umeshatimia. Na Mungu aliniahidi kwamba nitawaadhibu na hawatapata ushindi juu yako. Nimeona kwamba ahadi ya Mungu imeshatimia. Maswahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba je, unawahutubia hawa ambao ni wafu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hawa wanajua ninayosema. Wale makafiri walipotupwa katika shimo, wakati ule wengine walihisi kwamba Abu Huzaifa hakupendelea kitu hiki kwa sababu baba yake pia alitupwa katika shimo. Mtume sallam kwa kuona hali hii akasema, ewe Abu Huzaifa, inaonekana kwamba wewe hupendi jinsi baba yako alipotendewa. Hazrat Abu Huzaifa akasema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, wallahi mimi sina shaka kuhusu wewe na kuhusu ahadi za Mwenyezi Mungu, lakini baba yangu alikuwa mwenye rai nzuri, mwenye ushauri mzuri, alikuwa hana nia mbaya. Nilitaka kwamba yeye asilimu kabla ya kufa kwake, lakini wakati nilipoona kwamba yeye hawezi kusilimu, basi mwisho wake ulikuwa mwisho huu, basi mimi nilisikitika sana kwa kuona mwisho wake kwamba yeye amekufa bila kusilimu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia maneno haya alimwombea Hazrat Huzaifa. Hazrat Abu Huzaifa alishiriki katika mapigano yote pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakati wa ukhalifa Hazrat Abubakar katika mapigano ya Yamama katika umri wa miaka 53-54 alifariki, aliuawa katika njia ya Allah. Hazur anasema sasa mimi nitaeleza kuhusu Profesa Saud Ahmad Sahib ambaye alikuwa mtumishi wa jumuiya. Tarehe 21 wa Januari amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muhammad Ehsan Dehlwi alikuwa baba yake na alikuwa katika maswahaba wa Mtume wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na babu yake Mahmud Hasan Khan Sahib Madaras Patiala pia alikuwa miongoni wa maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam.
sinam alah salatu wassalam ameandikisha jina lake katika orodha ya masahaba 313 na jina lake lipo katika nambari ya 301 na katika orodha ingine pia sinam alah salatu wassalam ameandika jina na babu yake. Mahmud Hasan Ehsan wakati alipokuwa mtoto wa miaka 12 yeye baada ya kusoma khutba ilhamia alienda Qadian na kwa kuona nishani hii alifanya bayat. Professor Saud Khan Saheb 1945 alitoa wakfu maisha yake. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu katika hutuba yake 1955 alisema, mimi naona kwamba Master Muhammad Hasan Ehsan Saheb ameonyesha mfano ambao ni mfano wa sifa. Alikuwa mtu mnyonge, alikuwa maskini, lakini alisomesha watoto wake na aliwapatia masomo, na kisha alitoa watoto wake 4 wakfu, na hawa watoto wake wote 4 wanaitumikia jumuiya na wote wanaitumikia jumuiya ipasavyo. Ikiwa watoto hawa wasingetolewa wakfu, huenda wangeweza kubakisha jina la baba miaka kadhaa, lakini wakati hutuba yangu hii itakapochapwa katika gazeti, katika kitabu, watu malaki na malaki watamsifu Muhammad Hasan Ehsan na watasema huyu alikuwa mwanajumuiya mwenye imani kiasi hiki kwamba ingawa alikuwa mtu maskini lakini aliwasomesha watoto wake, na baada ya kuwasomesha aliwatoa watoto hao wote wakfu, na watoto hawa wote 4 walikuwa wenye sifa kiasi hiki kwamba alikubali amri ya baba yao na walijitolea. Professor Saud Khan Sahab tangu 46 mpaka 49 aliendelea kusomesha katika Qadian, na miaka kadhaa katika Jamia Ahmadiyya alisomesha masomo ya Kiingereza. Halifa mtukufu wa pili alimtuma Ghana katika mwaka 1950 na aliwahi kuwa principal wa shule. Tarehe 30 1950 alifika Kumasi katika Ghana, yani katika miezi miwili baada ya safari ya miezi miwili alifika Ghana, na tarehe mosi wa Julai alianza kusomesha shuleni. Kwa nini alifika katika miezi miwili? Kuhusu hii shemeji yake moja anaandika, alipoenda Ghana alifika baada ya miezi miwili Kumasi. Wakati ule wasafiri walilazimika kubadilisha meli, kulikuwa hakuna ndege. Kwa hiyo kutoka Karachi alianza safari yake na alinunua tikiti ya kawaida. Alifika kwanza Nigeria, baada ya kufika Nigeria aliuza vifaa vyake ili aweze kununua tikiti nauli ya ndege. Yani mpaka Nigeria alifika kwa kuuza vifaa vyake, na kutoka Nigeria alienda kwa kutumia basi. Katika historia ya jumuiya imeandikwa kwamba Saud Ahmad Khan Saheb alienda Ghana katika mwaka 58, alirudi Pakistan.
na baba yake 55 alifariki. Yani wakati Profesa Saud Saheb alikuwa katika Ghana, baba yake alifariki. sitini na moja mpaka 68 tena alienda Ghana, na kule alitumikia jumuiya vizuri. Wakati halifa mtukufu wa tatu alipokuja Ulaya, hafla fulani ilipangwa katika msikiti wa Mubarak huko Rabwa, na wataalamu walikuwa wakitoa hutuba katika hafla hii, na Profesa Saud Saheb alikuwa miongoni wa wale walikuwa wakitoa hutuba. Yeye alipata bahati ya kufasiri hutuba za halifa mtukufu wa tatu katika lugha ya Kiingereza, na aliendelea kufanya tafsiri hii mpaka mwisho wa jalsa salana ya Rabwa. Katika wanafunzi wa marehemu ni Abdul Wahab Adam Saheb, na vile vile wapo wengine. 1968 aliporudi tena Pakistan, wakati ule halifa wa tatu alimteua marehemu katika Talimul Islam College kama ni mwalimu, na halifa wanne alimteua katika Jamia Ahmadiyya Pakistan ili aweze kufundisha lugha ya Kiingereza. Na wakati ule alikuwa anaendelea kusomesha katika Talimul Islam College, na mwaka 87 alianza kazi yake katika Jamia Ahmadiyya, na mwaka mzima aliendelea kusomesha Jamia Ahmadiyya. Kuhusu marehemu, kaka yake Saud Khan Dehlvi Saheb alikuwa mhariri wa Al-Fazl. Yeye alikuwa akisema kwamba ndugu yetu Saud Ahmad ni maktaba ambayo inaendelea hapa na pale, yani ana elimu sana. Binti yake Rashida Sahiba anaandika kwamba baba yangu alikuwa mpole sana na mnyenyekevu wa hali ya juu, na vile vile alikuwa mtaalamu wa hali ya juu. Alikuwa akiswali tahajjud na alikuwa akifanya ibada sana, na alikuwa akiheshimu sana wageni. Huzur anasema yoyote aliyosema binti yake ni kweli alikuwa na sifa hizi. Nephew yake Nafis Ahmad ambaye ni mbashiri anasema kwamba marehemu alikuwa mcha Mungu, mnyenyekevu, na alikuwa mtu wa kuishi maisha ya kawaida, na alikuwa mfano kwa ajili ya wabashiri wote. Bashiri huyu anasema kwamba siku moja aliniambia kwamba unatakiwa utumie vitu vya dunia sawa na hali, kwa sababu bashiri hatakiwi awe na starehe sana, yani anatakiwa awe mnyenyekevu. Aiki Yasi Sahib ambaye ni mwanafunzi wa marehemu anasema kwamba marehemu alikuwa assistant headmaster katika shule huko Ghana, na SP Ahmad Sahib alikuwa headmaster wakati ule, lakini marehemu alikuwa mtaalamu wa hali ya juu na alikuwa akifanya bidii sana. Grammar yake ya lugha ya Kiingereza ilikuwa ya aina yake, na hakuna mwingine yote ambaye anaweza kufanana naye katika elimu hii ya grammar ya Kiingereza. Mubashir ya Sahib ambaye ni principal Jamia Ahmadiyya Rabwa anasema Professor Saud Khan Sahib alikuwa mtu mnyenyekevu sana na alikuwa mtaalamu wa hali ya juu. Wakati alipokuwa akisomesha Jamia Ahmadiyya, sisi pia tulikuwa wanafunzi. Alikuwa akija katika class kwa wakati, na mpaka mwisho wa darasa alikuwa akisomesha mpaka mwisho wa dakika. Wanafunzi walitaka yeye asisomeshe, wasisome, lakini yeye badala
ya kutumia maneno makali kwa njia nzuri. alikuwa akiwasomesha wanafunzi na alikuwa anaendelea na masomo. Nimeona kwamba alikuwa akiheshimu sana wabashiri, na yeye alikuwa akizingatia sana heshima ya mbashiri. Anaandika, wakati vipindi viliporekodiwa mwanzoni MTA Profesa Saud Khan Saheb alirekodi programu moja. Alikuwa mzee sana wakati ule, lakini alikuwa akitayarisha mwenyewe kipindi chote, na mwenyewe alikuwa akitayarisha maswali yote, na alikuwa akiandaa kipindi hiki mwenyewe. Na baadhi wakati tulikuwa tukijadili wakati wa kutayarisha kipindi, lakini marehemu alikuwa mnyenyekevu kiasi kwamba alikuwa hakasiriki. Wakati tulipokuwa tukijadili, yeye alikuwa hakasiriki, bali alikuwa akifanya tabasamu. Baada ya kufariki kwa Profesa Saud Khan Saheb, jirani yake Fazl Ilahi Malak amesema hayo kwa kulia sana, kwamba mimi nilikuwa mwenye bahati nzuri, nilipata jirani kama marehemu. Marehemu ameacha binti moja na watoto wawili. Mtoto wake moja Saad Saud ni mwenyekiti katika jamaat fulani hapa Uingereza. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Hazur anasema yoyote iliandikwa kuhusu marehemu alikuwa na sifa zaidi kuliko hayo. Alikuwa mtiifu wa hali ya juu ya uhalifa, na utii wake ulikuwa wa aina yake. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia waendelee kuwa watiifu wa uhalifa, na Mungu aendelee kupandisha madaraja ya marehemu. Baada ya swala ya Jumaa nitaongeza jeneza yake inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.